Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka South Africa ni kwamba Stellenbosch wababe hawa kutoka South Africa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika walicheza mchezo uliopita dhidi ya Simba na ni mechi ambayo walipoteza kwa bao moja kwa sifuri kwenye mchezo uliopita, lakini ni klabu ambayo inaonyesha performance bora sana. Lakini kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba ni timu ambayo tayari imeanza mkakati maalum wa namna ya kucheza dhidi ya Simba kwenye uwanja wao wa nyumbani, na lengo ni kupata mabao mawili na zaidi kwenye huo mchezo. Sasa mpango wenyewe ukoje? Ndio kitu ambacho kinaweza kukushangaza kwa namna moja ama nyingine. Ni mpango mzuri sana ambao kama kweli watafanikiwa kukamilisha, inaweza sana kuwagharimu Simba kwenye huo mchezo, kwa sababu hawataki kufanya masiara. Wenyewe wanatemu kwamba kwenye mchezo uliopita walifanya makosa ambayo yaliweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine, wakashindwa kupata matokeo ya ushindi. Lakini this time around wameandaa mpango ambao unaweza ukaenda kuwasumbua Simba kwa namna moja ama nyingine. Na mpango wao uko hivi. Kwanza nikuambie kidogo kuhusu hii timu ikiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani. Ni timu ambayo imepata matokeo mazuri sana kwenye uwanja wake wa nyumbani. Kwenye uwanja wake wa nyumbani wamepoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Berkane, lakini game zingine zote wamepata matokeo ya ushindi. Hakuna tena mchezo mwingine ambao wamepoteza akiwa nyumbani. Maana ni timu ambayo imekuwa na performance bora sana wanavyocheza mashindano ya kimataifa kwenye uwanja wa nyumbani. Ingawa huu ndo msimu wao wa kwanza ukumbuke, lakini bado wamekuwa kwenye kiwango bora sana wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani, tofauti na vile ambavyo wamecheza mara nyingi wakiwa ugenini. Mechi za ugenini hawachezi vizuri kama ambavyo wanacheza mechi za nyumbani. Kwa mpango mkakati walionao ni kuhakikisha kwamba wanatumia pia uwanja wa nyumbani kwa kama ambavyo walitumia kwenye mechi zilizopita. Sasa kitu ambacho wanakifanya sasa hivi ni kuanza kupitia mchezo wa Simba ambao walicheza dhidi ya Simba kwa mara nyingine. Yaani pamoja na kwamba walishuhudia uwanjani, lakini wanataka tena kutazama ule mchezo kwa mara nyingine. Na mpango ni kwamba watashirikiana na makocha kadha wa kadha, sio tu wale makocha wa Stellenbosch kama team, lakini watashirikiana pia na makocha wengine kuwasaidia kuwapa mbinu za namna gani ambavyo wataweza kuitoa Simba kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na nataka nikupe siri moja. Timu nyingi za South Africa zina tabia ya kusaidiana sana, na ndio utamaduni wao. Yaani mara nyingi huwa ikitokea kuna timu moja inashiriki kwenye mashindano fulani na wanaweza kusaidiana kimbinu kwamba hapa ufanye hiki, hapa fanye hiki, hapa fanye hiki, hapa fanye hiki. Na kitu ambacho nataka kukifanya Stellenbosch kwa sasa ni kusaidiana pia na makocha wengine ambao ni wazawa pale South Africa, kupeana mbinu za namna gani ya kuweza kuwatoa Simba. Lakini pia Pitso Mosimane ni miongoni mwa watu ambao wanatajwa kuhusika moja kwa moja au watatumiwa moja kwa moja kuwasaidia kuwasoma Simba na kujua namna gani ambavyo wanaweza kaenda kucheza hiyo mechi. Na nitakukumbusha tukio moja ili uone hiki ninachokizungumza. Kama ulifuatilia michuano ya AFCON, wakati timu ya taifa ya South Africa iko kule kwenye michuano ya AFCON kule Ivory Coast, kocha ambaye kwa ni kocha wa Mamelodi Sundowns, sasa hivi ni kocha wa Casablanca, Mokoena, alikuwa anaonekana yuko ni juu kama shabiki, lakini kuna komu fulani alikuwaga nayo. Maana yake alikuwa anawasiliana moja kwa moja na benchi la ufundi pale chini kuwasaidia mawazo ya namna gani ambavyo wanaweza kwenda hiyo kucheza hii kubadilisha wachezaji na kucheza na matokeo yakapatikana. Ndio mara nyingi wao wanafanyaga hivyo. Na hata mechi ile ya Mamelodi Sundowns ya msimu mwaka juzi ambao walifunga Al Ahly mabao 5, Pitso Mosimane ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo juu kuzungumza pia kuanikiza mambo mawili matatu kusaidiana ili waweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. So ni mpango ambao mara nyingi timu nyingi za South Africa zimekuwa zikiutumia, kwamba inavyocheza mashindano ya kimataifa huwa wanasaidiana na makocha wa timu zingine au makocha ambao wako available kuwapa support kukia kimbinu ili kupata matokeo ambayo ni mazuri. Lakini tayari moja ya key players ambao wanataka kuwabana ni pamoja na Elim Panzu Kibisawala. Wameandaa mpango mkakati wa kwenda kumzuia Elim Panzu. Wanaamini kwamba kwa mujibu wa ripoti ambao wameandika ni kwamba mchezaji ambaye mumeona ni hatari sana ni Elim Panzu. Kwa hiyo wanachokifanya ni kuhakikisha kwamba Elim Panzu hachezi vizuri kwenye huo mchezo. Watafanya nini mpaka asicheze vizuri? Wao wenyewe wanajua kwamba atakuja na mpango mkakati wa namna gani ya kumzuia Elim Panzu asije akawa na madhara kwenye eneo lao la mbele. Ni mpango ambao wameuandaa vizuri sana na ni mpango ambao unaweza kukamilika kwa sababu tayari wameshaanza namna ya kutrain kwa ajili ya kumzuia Elim Panzu, kwa sababu kwenye ripoti yao wanaonyesha kwamba ndio mchezaji ambaye ana hatari zaidi. Ndio mchezaji pia ambaye ametengeneza nafasi nyingi zaidi. Lakini
niliwahi kukuambia kwamba kwenye mchezo uliopita lengo lao la kwanza ilikuwa ni kumkaba, ni kuhakikisha kwamba Elim Panzu kumhakikisha kwamba Jean Charles Ahoua hawi na madhara makubwa, kitu ambacho walifanikiwa kukifanya. Maana yake kwenye research ambao walifanya waligundua kwamba kwenye mchezo wa kwanza ni Jean Charles Ahoua ndio alikuwa mchezaji hatari zaidi, na walimbana vizuri kwenye ule mchezo. Ukiacha bao ambao walifunga Jean Charles Ahoua, hakuna sehemu nyingine ambayo ulikuwa unaona Jean Charles Ahoua alikuwa na ushindani mkubwa. Maana yake waliweza kumdhibiti vizuri. So hata kwenye mechi ya pili tayari mpango umehamia kwa Elim Panzu na tayari wameanza mpango wa kumkaba. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa hata kwenye mchezo Elim Panzu asiwe na ule ubora ambao walikuwa nao kwenye ule mchezo uliopita, kama ambavyo ilivyokuwa kwa Jean Charles Ahoua. Ni mchezaji mzuri sana kwenye mchezo uliopita, hakuonesha ubora mkubwa kwa sababu ya namna ambavyo alikuwa amebano. Mpango mkakati ambao waliuandaa Stellenbosch ulijikita zaidi kwake na akashindwa kuwa na madhara makubwa. Mwisho tukamwona Elim Panzu ndo akawa na madhara makubwa zaidi. Kwa sasa hivi pia wamesuka mpango maalum wa kwenda kumzuia Elim Panzu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Elim Panzu naye akawa sio bora kama ambavyo tulishuhudia kwenye mchezo uliopita, kwenye huo mchezo ambao unafuata dhidi ya Stellenbosch. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kinaenda kutokea, lakini hizo ni update chache kwamba tayari Stellenbosch wameanza mkakati wa kuwazuia Simba na kuwafanyia figisu ndogo ndogo ambazo zitaenda kuwatoa mchezoni.